ilikuwa ni hali ya umma. Mimi nimeongezea kwamba ni hali ya umma na dhima ya vijana. Hii hali ya umma ambayo tutaizungumzia na imezungumzwa katika wazungumzaji waliotangulia sio ya kuisikiliza. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kusikiliza mawaidha. Tuko hapa kwa ajili ya kubadilisha mindset zetu. Tuko hapa kwa ajili tukitoka hapa tusiwe kama tulivyokuja hapa. Hilo ndio lengo la semina zetu. Kila mtu ajaribu kuwa hadhir, asikilize kwa makini, ajaribu kama sehemu hajafahamu aiulize, lakini cha msingi afanyie kazi yale yote ambayo yanazungumzwa katika semina hii. Kwa hiyo tutazungumzia hali ya umma na dhima ya vijana. Kwa hiyo ni kweli kwamba hii ni gari iko juu ya mawe. Sawa Wanaotarajiwa kuitoa juu ya mawe move iende tekeleze malengo yake ni hawa watu walioko hapa kutokana na specialization zao walizonazo. Hatujui huyu anahusiana na engine, huyu anahusiana labda na body, huyu anahusiana na vitu na umeme, hatujui. Lakini inaonekana kila mtu hapa ana specialization yake alionayo. Tatizo lioko hapa ni kwamba kila mtu hana ushirikiano na mwingine na kila mtu anajiona kwamba yeye kazi yake ni muhimu kuliko ya mwingine. Kukosa ushirikiano huu inamaanisha kwamba hiyo gari haitafanya nini? Haitaondoka. Inatufundisha nini picha hii? Haraka. Naam, kijana yupo pale. Hali ya umma wa Kiislamu tuchukulie ni kama hii gari ambayo iko juu ya mawe. Umeelewana Ni nani ambayo anatarajiwa kuondoa umma wa Kiislamu juu ya mawe na gari ka move kwenda katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha? Ni nani? Sisi. Tunaposema sisi manake ni expert, wasomi katika maeneo tulionayo, upande wa uchumi, upande wa siasa, upande wa jamii, upande wa sheria, upande sijui wa mambo ya engineering, upande wa kila mtu katika upande wa dini. Uislamu ni comprehensive, ni dini ambayo imekusanya maeneo yote. Kila mtu kwa mujibu wa elimu yake alionayo anayo nafasi ya kufanya kazi kuusukuma mbele Uislamu. Kila mtu yupo katika position. Tukiwasukumia mashehe tu kwamba Uislamu uko hivi, mashehe wetu wako hivi, wewe umekaa pembeni daktari, ina maana wewe unafanana na hawa watu ambao wanajiona yeye katika yani hausiki na kusimama kwa ile gari. Kwa semina hii tuchukue dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuchukue dhima ndani ya nafsi zetu kama vijana wa Kiislamu kwamba tutauhudumikia Uislamu kwa nafasi tulizonazo ambazo tutakuwa nazo na ambazo tunazo kuanzia sasa hivi kuhudumia Uislamu. Sisikie vizuri. Tuko tayari? Ndio. Naam, tuseme basi mimi kijana wa Kiislamu. Naahidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitatumia umri wangu. Nitatumia elimu yangu. Nitatumia vipawa vyangu. Nitatumia mali yangu katika kuhudumia umma wangu wa Kiislamu popote nitakapokuwepo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Allahumma amin.